msikilizaji wa kipindi hiki cha Sibuka TV na Radio Lindi FM, na kusalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Mungu akubariki kwa nafasi ya pekee na kukupa neema ya wokovu, kumjua Mungu aishie na kushiriki baraka zake katika Kristo Yesu. Na kukaribisha kabisa katika kipindi hiki na kwa ajili ya neno la siku, na kichwa cha somo leo kinaitwa kutumikia. Naomba tuombe. Baba Mungu mtakatifu, mfalme wa falme, Mungu ishie Baba utupendaye, asante mno kwa wakati na majira haya ya kutupa nafasi watoto wako tutafakari kwa pamoja neno hili la siku, ili tujenge na kutuimarisha kiroho na kutupa maarifa na ufahamu wa kumshinda shetani na jinsi ya kufanya mapenzi yako makamilifu. Asante kwa wokovu mkuu ulioleta duniani, na hata tukapata neema hiyo mfalme ya kukupokea wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wewe utupendaye na sisi tukupendaye, Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu, mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Asante mno kwa neno lako ambalo ni roho tena ni uzima, neno takatifu, neno linaloosha, neno linatakasa, neno linalojenga na kuimarisha kiroho kwa watu wa Mungu, lakini na kuvuta ulimwengu kuelekea. Tukuzwe mno, anza nasi, maliza nasi, kwa jina lake Yesu, amen. Pendo wangu na ndugu yangu, na kushukuru sana popote pale ulipo. Mungu akubariki. Leo nataka kama nilivyosema tutazame neno hili kutumikia. Tutasoma maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Injili ya Marko mtakatifu sura ya 10, na tutaanzia mstari wa 45. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Narudia mstari huu. Kwa maana mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Niongeze neno lingine katika kitabu cha Luka sura 22 na mstari 24 mpaka 30. Yakatokea mashindano kati yao, yani kati ya wanafunzi, kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Akawaambia, wafalme wa mataifa watawala, na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani, au yule atumikaye? Siye yule aketie chakulani? Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nao utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuona maandiko katika vitabu viwili cha Marko na Luka. Hapa tunajifunza, tunataka kutafakari jinsi Yesu alivyoishi na wanafunzi wake
wakati wote wa miaka 3.5 akihubiri habari njema za ufalme wa mbinguni na kuponya wengi na wengi kuokolewa. Sasa katika mwendo na huduma hii akiendelea, ikatokea mashindano kati ya wanafunzi wake, wakitaka kujua nani aliye mkubwa katikati yao. Nani mkubwa, nani awe kiongozi? Unaona, wana kiongozi tayari ambaye ni Yesu Kristo, lakini wanataka nani tena kiongozi mkubwa? Ndio, inawezekana kwamba walijua kwamba okay, Yesu yupo, lakini nani ambaye anaweza kuongoza wote walio chini ya Yesu? Inaweza kuwa ni kwa wazo hilo, sijui. Lakini swala kuu hapa ni kuongoza na kutumika. Sasa hapa Yesu aliposikia mashindano hayo, ambayo kila mmoja wakati mwingine mahali pengine unaweza kushangaa kwamba walienda kuomba kwamba Bwana Yesu, katika ufalme wako, Yohana na Yakobo, kwamba mmoja kae mkono wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Yesu akawashangaa sana kwamba amjui mnaloliomba. Akasema, je, mwaweza kunywea kikombe na kinywea mimi? Akasema, ndio tuwaweza. Akasema, naam, kikombe mtakinywea, maana yake mateso mtayapitia. Lakini swala la kumweka nani mkono wa kuume au kushoto, hilo liko katika mamlaka ya Mungu, sio langu. Mimi nakuja kuwahubiri juu ya wokovu na ufalme wa Mungu ingia mioyoni mwao. Unaweza kuona watu wa Mungu jinsi ambavyo wakati mwingine unaweza kufikiri wanafikiri mambo ya mbinguni na wajibu wao walionao kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ukashangaa wanahangaika na mambo ya kimwili kabisa, na hawaridhiki na ile hali ambayo Mungu amewapa. Hawa walikuwa pamoja na Yesu, wanataka uongozi wa nani? Yesu sasa akawaambia kwamba siri ya nani anayekubalika kwa kiongozi katika ufalme wa Mungu ni yule atumikaye, anayetumika. Anayetumika. Hata katika familia, unaweza kuwa mkao wengine wakubwa, lakini mtoto yoyote atakayekuwa anafanya shughuli na kuhangaika pale nyumbani, huyu ndiye atapewa heshima kubwa hata kama mkubwa yupo. Sasa Yesu hapa akawaambia, mnabishania nani mkubwa nani? Akamwambia, msijilinganishe na watu wa dunia au taratibu za duniani zinazoweka utaratibu kwamba mtu labda aliyesoma sana ndio mkubwa, au pengine yukoje ndio awe mkubwa. Akasema, sivyo kwenu ninyi. Huo si utaratibu wa ufalme wa mbinguni. Sasa kumbe tunapaswa kujua kama watu wa Mungu kwamba ufalme wa mbinguni ni tofauti, au utawala wa mbinguni na ufalme ni tofauti na ufalme wa duniani. Taratibu zake, mwendeshaji wake ni tofauti kabisa na ufalme wa mbinguni. Mara zote unakuwa kama kinyume, na unapokuwa kinyume inawapa shida watu ambao wataki kunyenyekea. Wanaotaka ukubwa wanateseka sana. Watahangaika na kuhangaika kutumia mbinu hizi na zile, wanataka wao wakubwa. Sasa Yesu akawaambia siri ya ukubwa katika ufalme wa mbinguni ni kutumika au kutumikia wengine. Kutumikia wengine. Unaona? Anza hapo ndipo naonekana ukubwa. Hebu angalia, turudie ule mstari, sura 22, Luka 24. 22 mstari 24. Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Unaona? Wanataka ukubwa na nani anatambulika, sifa, vitu vya kimwili. Hizo ni kanuni za kidunia za watu wa duniani wanaotembea kimwili, wako mwilini. Watu wa kiroho ni tofauti. Na ndio maana tunahitaji kuelewa. Wewe unaonaje? Hapa si kama Yesu anabatilisha ile heshima za watu na hadhi za watu. Mahali pengine nasema kwamba mkubwa ndio anayetumikia wakubwa wadogo. Sasa hapa anaendelea kuambia, anasema akawaambia wafalme wa mataifa, yanaanza kuunganisha, kuelekeza ufalme wa dunia.
huwatawala, wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo. Sio kutawala wengine. Hatutawali kimwili, tunatawala kwa kazi. Kazi ndio zinamweka mtu kwenye nafasi. Uwezo wa kazi kiroho. Anawahudumiaje watu wa Mungu kiroho? Wanashibaje kiroho? Wananufaikaje kiroho? Wanafurahiaje kiroho? Wanajengwaje kiroho? Wanakuaje salama kiroho? Wanatuliaje kiroho? Naona? Sasa sivyo kwenu. Wafalme wa dunia huwatawala, lakini sio kwenu. Haitakuwa hivyo kwenu. Anasema sura 26, lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu nawe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Kiongozi daima kiroho ni kielelezo, ni kiongozi kutenda yale yanapaswa kutenda. Ndio maana mchungaji ni kiongozi kuongoza watu kutenda ambayo Mungu amemtuma watu watende. Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu, kama mtu wa kiroho, ndugu yangu, ukitaka ukubwa ni kutumikia wengine. Tunajifunza hapa kwamba kumbe nikitaka kuwa mkubwa ni watumikie watu wengine. Niwape mahitaji yao, watoshelezwe, Mungu afurahi. Alafu ile kazi ya huduma ndio itakayonipandisha. Sio kuitwa cheo, sio kung'ang'ania cheo, sio kutafuta cheo, sio kukiomba cheo. Cheo kinakuja katika ufalme wa Mungu, cheo kinakuja chenyewe. Alafu kinajitukuza, kwa sababu sifa katika Mungu ni utendaji wa baraka, unaleta matokeo mazuri kwa watu. Kwa ndio maana sasa unapopenda kutumikia ni kujitoa kwa ajili ya wengine, kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu haukwami, unasonga mbele, haupungukiwi, hauzoroti, hauyumbi. Alafu unaleta baraka kwa watu, hauleti machungu, hauleti vurugu. Utawala wa kiroho wa kweli wa mtu wa Mungu wa kweli hausababishi vurugu, kwa sababu vurugu mara nyingi zinaweza kusababishwa na wivu, inaweza kusababishwa na chuki tu, inaweza kusababishwa na ukabila, inaweza kusababishwa na hofu. Mtu ana hofu ya madaraka alionayo, nafikiri akimwona mtu mmoja anafanya vizuri, nafikiri atakuja kuteka madaraka, wanataka kumwangamiza au kumshusha. Hiyo ni dunia. Hata kwenye dunia nako haifai katika ulimwengu huu. Kwa Mungu ni zaidi, na Mungu hafurahii na watu wa jinsi. Na hiyo inatosha kabisa kumfanya mtu afungiwe ufalme wa mbinguni akose, kwa sababu unapokuwa na vita na watu bila sababu, unajimaliza kiroho mwenyewe, unakauka kwa sababu ya ile roho ya hila ndani ya moyo wako. Ni rahisi sana watu kusema kwamba mimi ni mtu wa amani, mimi nina upendo, lakini vitendo ndio vinamthibitisha mtu kwamba ana upendo au ana uadui, ana magomvi, ni mtu wa fitina, ni mkabila, sijui ni mpendeleaji watu wengine kwa sababu mfanya mambo yasiyofaa. Unaona? Kwa hiyo katika Kristo huwezi kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu wa namna hiyo. Ukubwa katika ufalme wa Mungu ni kutendea mema watu wengine, kuwatendea mema, tena kutambua nafasi za wengine, nafsi za wengine, kuto kujitanguliza, kuto kujisifu, kuto kujitangaza, sijui mimi ni mwema, sijui ni nani. Ndio maana sisi huwa katika maisha yetu wala hatutumii zile njia za dunia.
hata kusimamia kazi ya Mungu popote. Popote Mungu huchagua mtu, mweka mtu apendavyo. Hapa ndio maana Yesu akasema swala kuweka mtu mkono wa kuume, unasikia? Ngoja tuangalie hapa. Anasema hivi kwamba maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aliyeketie chakulani au yule atumikaye? Si yule aketie chakulani. Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Yesu alikuja kutumikia, ndio maana anaitwa mtumishi wa Mungu. Leo tunasikia watu wengi wanaitwa watumishi. Sasa unajiuliza anamtumikia nani? Wakitumishi watumishi, kumbe anajitumikia mwenyewe. Utumishi ni kumtumikia mwingine, kutumikia nafsi nyingine, kuihudumia kwa maongozi na uwezo wa Mungu tendayo kazi ndani yetu. Naona Yesu siku moja alichukua beseni, akaweka maji, akaweka taulo begani mwake, akaanza kuwanawisha wanafunzi wake mmoja baada ya mwingine. Sasa alipofika kwa Petro alitaka kukataa. Tunakumbuka, si ndio? Tunakumbuka. Sasa Petro akataka kukataa kwamba Bwana Yesu, wewe ni mkubwa sana, utaninawisha miguu mimi? Maana alimuona Yesu ni mkubwa sana, kwa anahitaji tu kunyenyekea. Hakujua Yesu amekuja kwa kusudi gani. Yesu alikuja kutumikia, lakini pili, kuonyesha mfano wa yeyote atakayepaswa kwa mtumishi, aone jinsi Yesu anavyofanya. Mkubwa huwatumikia wadogo. Kwa sababu ukubwa maana yake nyingine ni kwamba unafahamu mambo mengi kuliko mtu mwingine, ndio mkubwa. Sasa wewe kama mkubwa ndio unaonyesha mfano jinsi ya kuwatumikia wengine. Tunatumikaje? Kwa vipi? Tunakuwa na hali gani unapotumika? Naweza kushangaa Yesu alionyesha unyenyekevu. Maana unyenyekevu mbisha, anasema Yesu, maandiko yanasema nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana na atawakweza kwa wakati wake. Na atawakweza yeye. Mungu ndiye ukweza wake, ndiye utawaza. Ukisoma habari za Yesu katika Wafilipi, anasema alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu akamwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwamba kwa jina Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani. Sasa unyenyekevu, usipovaa unyenyekevu huwezi kuwatumikia wengine, kwa sababu Mungu ana watu aina mbalimbali. Wengine kibinadamu au kimwili unaweza kuona kama vile ni duni, hawafai. Vipi? Lakini je, unawachukuaje wote? Kwa vitendo, sio kwa kusema. Vitendo unavyowatendea, je, wanaweza kuridhika? Wanaweza kusema huyu ndugu, huyu jamaa anatutendea vema, huyu mchungaji anatutendea vema, huyu kiongozi anatutendea vema? Au wataona kwamba wewe unawatendea kiukatili tu, alafu wajali, unaona tu kama ni vitu wala sio watu tena? Kwa sasa utumishi, kutumika, manake unawatumikia wengine, hata wadogo. Unawatumikia kwa nafasi zao, unatambua nafasi zao kwamba wote wameoshwa kwa damu ya Yesu, na kama wameoshwa kwa damu ya Yesu ni watu wa thamani. Kwa sababu hakuna mtu ambaye angekigharimia kitu kwa thamani, kitu ambacho hakifai. Hakifai. Wewe huwezi kwenda dukani ukanunua kitu chochote, hata kibovu kibaya. Unachagua kinachokufaa kwa sababu una lengo nacho. Sasa Kristo alipokuja, alikuja kwa sababu alikuwa na lengo na alitutafuta. Alijua kabisa kwa kweli tumeharibika, lakini tukitengenezwa tutakuwa vyombo vyake, tutamfaa kutimiza kazi yake ya kujenga ufalme wake aliyokuja kuanzisha. Ndio maana kutumika ndio hatua ya kwanza. Penda kumtumikia Mungu. Penda kutumika kuliko kutumikiwa. Penda utumishi kuliko ubwana. Alama ya mtu aliyokoka vizuri ni kutumikia, ni alama ya mtumishi.
amevalia utumishi, wakati wote yuko tayari kutumika. Lakini Bwana hayuko tayari kutumika, ni tu wa kuandika nne na kuonyesha vidole, kuagiza wengine. Ndio maana hata wengine, kwa sababu wamejaa moyo wa tumikiwa, wakati mwingine hata kazi zao haziendi. Kwa nini? Wanangoja mtu mwingine hajafanya. Kumbe walitakiwa kufanya wao. Na tena mara nyingi unapofanya, unawafundisha watu kama nilivyosema, si ndio? Unawafundisha, wanajifunza kwamba kila ambacho walikuwa hawajui, wanapoona unafanya, wanakiona namna unavyofanya, wanaanza kujifunza kwa vitendo. Wewe huwezi kusema kwamba ni mwema ukasema kwa mdomo, alafu hajauona wema kwa vitendo. Hata imani yetu bila matendo imekufa. Huwezi kusema na imani lakini hakuna matendo. Matendo ya imani lazima yaonekane. Sasa utumishi wa kweli au ukuu wa kweli unaonekana katika kutumikia. Unawatumikiaje wengine? Unawajali wengine vipi? Unawaheshimu wengine vipi? Je, unawahurumia wengine? Unatambua nafsi za wengine vipi? Au unajitambua wewe mwenyewe? Unajua wewe ndio wewe tu. Na ndio maana hata wakati mwingine kama umetokea wakapewa nafasi wengine, utachachamaa kwa wivu unaosagana moyoni. Lakini yule ambaye ni mtumishi atasema jina la Bwana litukuzwe. Ndugu yetu amepewa nafasi ya kutuongoza wenzie. Naona asante Mungu, umetupa mchungaji mzuri, anatuelekeza vitu tusivyovijua, mwisho tunavijua. Haonyeshi tu vidore, lakini anatangulia kutuonyesha jinsi ya kuvitenda. Ndio maana Yesu alipokuja alikuwa mtendaji wa kile anachosema. Alihubiri kwa vitendo, aliponya kwa vitendo, hakusema maneno matupu. Ndio maana alisema umeniona mimi, ndivyo ninavyowapasa kufanya. Kama mimi nimewanawisha miguu na mikono, nimewapasa na ninyi kunawishana. Maanake inapaswa na ninyi kutambuana na kupendana, kuhudumiana, kutumikiana, kutambuane kwamba huyu naye anastahili heshima ile ambayo ninahitaji. Tuna neno moja katika Biblia, mara nyingi tunaenda andiko la kifalme au sheria ya kifalme katika Mathayo ile sura ya 12. Ngoja nisome andiko hilo alafu nimalize. Ndugu yangu, nisikuchukulie muda, tunatafakari kutumikia au kutumika badala ya kutumikiwa. Kujenga mawazo ya kutumika badala ya kutumikiwa. Jenga tabia hiyo. Ni sura ya 7 mstari wa 12, samahani. 12. Mstari wa 12 unasema, basi yoyote myatakayo mtendanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Unataka watu wakutende nini? Unataka nafasi ile unaitaka wewe, wape wengine watambue kwamba hata angepata fulani ni sawa tu. Yale unataka utendewe na watu, watendewa wengine. Mwingine anataka atendewe tu, aheshimiwe yeye tu, atukuzwe yeye tu. Waheshimu na wengine, wasifu na wengine, watambue wengine. Anasema hiyo ndio torati na unabii, ndio kanuni za maisha ya kimbingu. Ukiona maisha ya watu wa mbinguni, wanaheshimiana, wanatambuana, wanatangulizana mwingine, hawai kimbelembele tu. Unajua siku moja mimi nikupa ushuhuda ambao ulini challenge, uliniweka sawa. Nilisafiri, nilienda nchi fulani mbali. Sasa nikafika dukani, mbele yangu alikuwa kwa mtu ananunua.
Alafu mimi nikaanza niko nyuma, nikaanza kumwambia kwamba, nikaanza kuongea na mwenye duka, nipe kitu fulani. Unajua mtu alisema sasa, ngoja nimhudumie kwanza huyu, nimalize huyu. Lile neno likanipiga moyo sana, hivi kweli yuko aliyetangulia na mhudumia, nataka amwache yeye alafu anihudumie mimi? Kwa nikajifunza, nikakosolewa vizuri sana, na nikajifunza, nikanyenyekea kwamba kweli ni muhimu kujifunza. Tanguliza mwenzio, nafasi ya mwenzio kanayo iheshimu, tambue, kubali, tii. Naona? Kwa hiyo ndio tunaweza kusema yale unataka utendewe na wengine tendewa. Sasa hao wanamwendea Yesu kwamba tunataka kuwa wakubwa, mmoja wa hivi mwingine hivi, wanataka nani ndiye atakaye mkubwa. Mnauliza nini? Fanya kazi, kazi itamuonyesha huyu ni nani, huyu ni nani. Utumishi wako utatambua huyu ni nani, huyu ni nani. Ndio maana hata katika huduma mbalimbali, labda mwinjilisti, labda mchungaji, mwalimu, sijui mtume, nabii na kadhalika, una sababu ya kujiita. Wewe fanya kazi tu, watajua, watatambua huyu ni mwinjilisti, huyu ni mwalimu, huyu ni mchungaji, huyu ni mtume. Kazini, kazi itakutambulisha. Na hivyo ikisha kutambulisha pia ndio itakuonyesha ule utendaji, ndio utakukuza hata ngazi. Una sababu ya kuambia watu hata nipandishe ngazi na mimi nipandishe. Kazi yako itakupandisha hata usipotaka, lakini utafikia mataifa, watashangaa unapenya tu. Kwa nini? Kazi yako inaonyesha kwamba huyu ni nani. Huyu ni mtume, huyu ni mchungaji. Alafu mchungaji wa kiwango gani? Ni kazi ndio itakutambulisha. Kwa ndugu yangu, nimejifunza mimi mengi kwamba kumbe Yesu alikuja ili tutumike, sio tutumikiwe. Iwe kanisani, iwe katika uongozi, iwe mahali popote, penda kutumika au kutumikia wengine. Moyo wako wa kutumika kuliko cheo. Cheo, lile jina kwamba huyu ni nani, ni nani. Ndio maana wengine hata asipotajwa kile cheo na anakasirika, anaumia mpaka ndani. Kwa sababu hajatamka cheo, labda kuitwa mchungaji, akamwambia ndugu, au kaitwa tu jina labda Brown. Wanaitwa tu Brown, hawajui kwani haweki neno mchungaji. Pengine watu hawatambui kwamba wewe mchungaji kiwango ulicho nacho. Akionyesha kwamba ni mchungaji, labda unaona kama mtu wa kawaida. Acha nafasi hiyo, atakutambua. Mungu akubariki. Hebu penda kutumikia. Kama Yesu anasema alikuja kutumikia na kutoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Na wetumikia, jitoe kwa ajili ya wengine. Mungu atakutukuza. Mungu akubariki. Na tumejifunza pamoja. Ni haya ambayo na mimi natamani iwe hivyo kwangu. Na wewe ndio maana tumeongea ndugu yangu, yakupendeze moyoni mwako ya tafakari hayo. Mungu akubariki. Baba Mungu, nakushukuru kwa maneno haya. Mbariki ndugu yangu msikilizaji wa kipindi hiki, neema yako izidi juu yake. Tunakushukuru kwa sababu tutuonyesha mfano wa kutumikia wengine na kujitoa maisha yetu kwa ajili yao. Tusaidie Mfalme, tushike hili na kutenda kwa vitendo ili Mungu tukuzwe. Katika jina lake Yesu namwombea ndugu yangu na kila msikilizaji. Hadi siku nyingine, Bwana tunakutia ulinzi wako. Amen. Sibuka TV.